tumuone haya namna gani? Qala man hafidha ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wa taraka zinata al-hayati ad-dunya wa dhakara al-mauta wal bila faqad istahya min Allahi haqqa al-haya. Kwa hiyo ni miongoni mwa mukaddima. Wa yustahabbu an yasta'idda lilmaut, na mtu imependekezwa awe anajiandaa kufariki, ajiandae kwa mauti, bil khuruji min al madhalimi, kujitoa katika dhulma ya kuwadhulumu watu. Yani dhulma kuwadhulumu watu ni miongoni mwa kujiandaa na mauti. Wal islahi al mashajir lahu, na kusuluhishana kwa wale watu ambao kwamba umeteta na wao. Wal iqla'i 'anil ma'asi, na kujitoa katika maasiya. Wal iqbali 'ala at-ta'at, na kuzikabili taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la ya'manu an ya'tihahu al-maut fuj'atan, wastihbabuna dhalika lahu fi hal al-marad ashadd li'annahu sabab al-maut. Na kujiandaa na mambo hayo ni bora zaidi mtu akiwa katika mauti, kwa sababu akiwa katika maradhi, kwa sababu maradhi ni sababu ya mtu kufariki. Kwa hiyo mtu anafaa kujiandaa na mauti katika kuikabilia taat, na katika kujitoa katika maasiya, na katika kujitoa katika almadhalim. Na mtu wa min almarad, na mtu akiwa ni maradhi, akiwa ni mgonjwa, istuhibba lahu an yasbir alayhi, imependekezwa mtu akiwa ni mgonjwa awe na subra. Lima ruwiya anna imra'ata, mwanamke, qalat, mwanamke mmoja alikuwa ni mgonjwa, qalat, akasema ya Rasulullah, akamwambia ya Rasulullah, ud'u Allah an yashfiyani, niombe Allah subhanahu wa ta'ala nipate shifa. Yani alikuwa ni mgonjwa, akamwambia Rasulullah, niombe Allah nipate shifa. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akasema in shi'it, ukitaka, da'awtu Allah fashafaki, nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupatie shifa. Wa in shi'it, na usipotaka, fasbiri, basi kuwa na subra, wala hisaba alayka, na hautakuwa na hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, yule mwanamke akasema, asbiru wala hisaba alayya, nasubiri ili siku ya kiyama nisiwe katika hisabu. Kwa hiyo mtu akiwa ni mgonjwa, basi yale magonjwa inakuwa ni kafara kwake yeye, na akiwa na subra, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatomfanyia hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii ambayo kwamba ameipokea al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi alayhi. Wa yukrahu lilmaridhi al-anin, na ni makruhu yule ambaye kwamba anakuwa ni mgonjwa akakuwa na kule kusononeka kwa sababu yeye ni mgonjwa, la, ni makruhu. Lima ruwiya an Tawus annahu karaha dhalika. Wa yukrahu lilmaridh, vile vile ni makruhu kwa yule mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, an yatamanna almauta, atamani mauti. Hiyo ni makruhu. Ukiwa ni mgonjwa haufai kutamani mauti. Wa instadda maradhuhu, hata kama maradhi yanakuwa ni magumu, lakini la, haifai mtu atamani mauti. Lima ruwiya an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala la yatamannayanna ahadukum almauta, mtu asiyatamani mmoja wenu kufariki mauti. Lidhiqin nazala bihi, kwa ugumu alionao, labda ni maradhi yamekuwa magumu, basi asitamani kufariki, hasitamani mauti. Waliyaqul, basi aseme, Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li. Yani ikiwa mgonjwa yale maradhi yamekuwa ni magumu, basi usitamani kufa, bali uombe dua hii kwamba unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ahyini, nipatie wahai, ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li. Wa yustahabbu vile vile lahu an yatadawa, ni vile vile imependekezwa mtu akiwa ni mgonjwa awe ni mwenye kupata dawa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala anzala ad-daa wad-dawa, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha magonjwa na vile vile akateremsha na dawa zake. Fatadawa, kisha akasema basi fanyeni dawa, wala tadawa bil haram, na wala msifanye dawa za haram. Wa yustahabbu lil insan an yuhsina dhannahu billahi ta'ala fi hayatihi, mwanadamu anafaa
kuwa na dhanna nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda wafatihi, na pia wakati anafariki anafaa kuwa na dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lima rawa Jabir annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabla mautihi bi3 yaqul, Jabir anasema nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla ya mauti yake, kabla yeye kufariki, akisema la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, asifariki mmoja wenu isipokuwa anamdhania Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri. Hiyo ndiyo husnu dhanna lillahi subhanahu wa ta'ala. Yani ikiwa mtu yuko karibu na kufariki, anakuwa na ile dhanna, sio kwamba anafikiria madhambi yake aliyofanya, la, bali wakati huo anafikiria zile khairati ambazo kwamba amezifanya. Hizo ndizo dhanna za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe madhambi yako, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe madhambi yako. Lakini ikiwa unafikiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale madhambi uliyoyafanya hawezi kukusamehe, basi hiyo ni dhana yako ambayo kwamba ni mbaya, na utakwenda kuiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni mustahabu yule ambaye kwamba anakaa kwa mgonjwa, anamuona mgonjwa huyu yuko karibu na kufariki, basi ampatie yale matumaini ya madhambi yake aliyofanya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehe, na vile vile ampatie dhanna ya kwamba watoto wake aliowaacha, familia yake itakuwa inaishi maisha mazuri. Wadhalikum dhannakum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alkhasirin. Zile dhana mbaya ambazo kwamba mtu anakuwa nazo, basi siku ya kiyama atakwenda kuzipata. Lakini ukiwa na dhana nzuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuzipata dhana kama hizo. Kwa hiyo yule mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, anakaribia kufariki, basi anafaa kuwa na dhanna nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala yaqulu Allahu ta'ala in ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma sha'a, mimi namdhania mja wangu, basi mja wangu na nidhanie vile ambavyo kwamba anataka. Kwa hiyo unafaa mwanadamu kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Unafaa uwe unadhania kwamba yale madhambi yako Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe, na zile amali zako ulizofanya Allah subhanahu wa ta'ala amekulipa. Waruya anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam aliingia kwa shabun wa huwa yukabidu, aliyekuwa ni mgonjwa anakaribu kufariki, kisha akamuuliza unaonaje mauti? Kisha akasema arju Allah ya Rasulullah wa akhafu min dhunubi. Akasema yule kijana, na natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yale ambayo kwamba anahofia yale madhambi aliyofanya, na anatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alayhi wasallam la yajtamiyani fi qalbi 'abdin fi hadha al-mawtin illa a'tahu ma yarju. Akamwambia hivyo kwamba unadhania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kulipa. Wa amanahu mimma yakhafu. Wa yustahabbu iyadatul marid, na imependekezwa mtu akiwa mgonjwa watu wanafanyia ziara kumzuru. Ni mustahabu na ni sunna kwa yule mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, anafaa kuzuriwa. Lima ruwiya anil Barra ibn Azib annahu qala amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabati ad-da'i wa nusrati al-madhlum wa ibrari al-qasam wa raddi as-salam wa tashmit al-'atish. Barra ibn Azib anasema kwamba Rasul sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha sisi tufate janaza na iwe tunawazuru wale watu ambao kwamba ni wagonjwa. Mtu akiwa ni mgonjwa, basi mtu anafaa kumzuru, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameamrisha watu wawe ni wenye kuwazuru wale watu ambao kwamba ni wagonjwa. وروى علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، hakuna muislamu yaudu musliman, atamzuru mgonjwa muislamu, ghudwatan wa ashiyan, asubuhi na mchana, illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsi, isipokuwa kuna malaika wanamwombea dua. Wa in aadahu,
عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح فإن رجا له العافية دعا له biha. Kwa hiyo hii ni fadhila ya kwenda kumzuru yule mgonjwa, unafaa uende ukamzuru, hiyo unapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukisikia mtu ni mgonjwa na usipokwenda, kwamba wewe usipokwenda kumzuru, basi siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuulizia kwa nini haujamzuru yule mtu aliyekuwa ni mgonjwa. Katika hadithi al-Qudsi, inna Allah azza wa jalla yawm al-qiyama yaqulu ya ibn Adam, atamwambia ewe bwana Adam, ewe ibn Adam, maridtu falam ta'udni, kuna siku nilikuwa mgonjwa na huja nizuru. Qala ya rabbi, yule mtu atasema ya rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, wa anta rabbul alamin, vipi nitakuzuru na wewe ni rabbul alamin, wewe ni mola. Qal, Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udha, haukujua kwamba kuna mtu ni mgonjwa na wala haukumpatia ziara. Kwa hiyo ahibati fillah, mtu akiwa ni mgonjwa tunafaa kwenda kumzuru. Hiyo ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwenda kumzuru ni ibada ambayo kwamba unapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmustahabu vile vile an yaqula as'aluka Allah al-azim, as'aluka Allah al-azim rabb al-arsh al-karim an yashfiyak 7 marat. Hii ni dua ambayo kwamba imependekezwa kwa yule mtu ambaye kwamba anakwenda kumzuru mgonjwa, amsomee dua kama hii: as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka 7 marat, lima ruwiya anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man qala dhalika 7 marat 'inda al-marid lam yahdhurhu ajaluhu afahu Allah min maradhihi, ambaye kwamba atazungumza adhkari hizi, dua hii kwa yule mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, basi yule mtu hatopatwa na kifo, bali Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehe. Wayustahabu an yubashirahu bil afia, na vile vile imependekezwa mtu ikiwa ni mgonjwa umbashirie kuwa atapata afya njema, afya nzuri. Lima rawa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha dakhaltum ala al-marid, Rasul sallallahu alayhi wasallam sema, mkienda mkiwazuru wagonjwa, fanafisu lahu fi ajalihi, basi wapatieni tamaa ya kuishi. Fa inna dhalika la yaruddu shay'a wa yutayyibu nafsahu, yani ukienda kumzuru mgonjwa na yule mgonjwa unampatia yani matumaini ya kuishi, basi hiyo ni vizuri zaidi kwa yule mgonjwa. Wa in raahu manzulan bihi, yani ukimwona mgonjwa hana tamaa ya kuishi, falmustahabu an yulaqinahu qawla la ilaha illa Allah, basi ni mustahabu, imependekezwa umlaqinie shahada ya la ilaha illa Allah, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ukimwona mgonjwa hali yake sio mzuri, basi unafaa kumlaqinia la ilaha illa Allah, yani usimvunje moral, usimvunje hope za kuishi, zile story unazikatisha, unamlaqinia tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Walmustahabu an la yaqula lahu qul la ilaha illa Allah, yani imependekezwa usimwambie sema la ilaha illa Allah, la taqul lahu la ilaha illa Allah, la, walakin yaquluha indahu, lakini unasema tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha, liannahu rubbama dhaqa sadruhu idha qala lahu qul la ilaha illa Allah faqala la fayakfuru wala yukthar alayhi. Vile vile usiwe unamkithirisha la ilaha illa Allah. Qala al-Mahamili, al-Qadhi al-Mahamili anasema bal yulaqinuhu 3 marat, yule mgonjwa unamwambia la ilaha illa Allah 3 marat peke yake, mara 3 la ilaha illa Allah. Fa idha qalaha, akisema basi lam yulaqan illa an yatakallama bikalamin ghayriha, unamwambia la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, akisema basi hauregelei tena kumwambia, unamwacha maneno hayo, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kwa hiyo unamwambia la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, akisema hivyo basi inatosha.
Lakini baadhi maulama wanasema unamwambia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Baadhi ulama ash-Shafi'iyya wanasema unamwambia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini jamhur ulama wanasema tunasema la ilaha illa Allah. Wayustahabu an yudha ala jambihi al-ayman, yule mgonjwa ukimwona ako karibu na kufariki, basi unamweka katika jambihi al-ayman, katika upande wake wa kuvuli, upande wake wa kulia. Wayustaqbala al-qibla bijamii badanihi, na unamwelekeza qibla katika mwili wake wote. Kama yudha'u al-mayitu fi lahadihi, kama vile maiti anavyoweka katika kaburi yake, ndivyo ambavyo kwamba unamweka yule mayiti. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha nama ahadukum falyusawwad yaminahu, yani mmoja wenu anapolala basi alale upande wa kulia. Waqala sallallahu alayhi wasallam, khairul majalisi mastuqbila bihi alqibla, yani mtu akikaa majalis mazuri basi ni ile majalis ambayo kwamba ameelekea qibla. Fastuhibba an yamuta ala ashrafil hayat, kwa hiyo imependekezwa akifariki basi ameangalia katika qibla. Waruwi anna Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, imepokelewa kwamba Fatima binti ya Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qalat li ummi walad Rafi', alimwambia mama wa mtoto Rafi', dha'i firashiha huna. Wakati alipokuwa Fatima anakaribia kufariki, alimwambia ummi walad Rafi', dha'i firashiha huna, niwekee kitanda changu katika upande huu, wastaqbili bil qibla, kile kitanda ukielekeza katika sehemu ya qibla. Thumma qamat, kisha Fatima akasimama, waghtasalat fa ahsani ma yughtasal, akaenda kuoga, walabisat thiyaban jududa, akavaa nguo mzuri. Thumma qalat, kisha akasema, ata'lamina anni maqbudatul an, akamwambia kwamba mnajua kwamba saizi ninakuwa ni mwenye kufariki. Thumma istaqbalat alqibla, kisha Fatima akaangalia qibla, watawassadat yaminaha, kisha akaelekea katika sehemu, akalala katika upande wa kulia. Kwa hiyo hii ni athar ambayo kwamba inapatikana katika majmua ya al-Imam Nawawi, ni athari ambayo kwamba inaonyesha kwamba ni imependekezwa, yani mtu kama ako karibu kufariki aelekewe katika upande wa qibla, kwa sababu hiyo ndio sehemu nzuri mtu anafaa kufariki akiwa ameelekea qibla. Qala ash-Shafi'i rahimahullah, al-Imam ash-Shafi'i anasema, fa in lam yakun dhalika lidhiki al-makan, ikiwa hauwezi kumweka yule mgonjwa sehemu hiyo kwa sababu ile sehemu ni ndogo, ulki ala qafahu hatta yakuna biwajhihi wa qadamihi mustaqbil alqibla, unamweka katika mwili wake huu uwe umeelekea qibla, miguu yake imeelekea qibla, ikiwa ile sehemu inakuwa ni ndogo. Wayustahabu an yuqra indahu suratu Yasin, vile vile imependekezwa yule akiwa ni mgonjwa asomewe suratu Yasin. Yani ukimwona huyu ako karibu na kufariki, amependekezwa asomewe suratu Yasin. Lima ruwiya anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, iqra'u ala mautakum Yasin, wasomeeni maiti zenu, yani wale watu ambao kwamba wakukaribia kufariki, muwasomee suratu Yasin. Hadithi hii baadhi maulama wanasema ni dhaif, kwa sababu lakin lam yudhaifuhu Abu Dawud, lakini al-Imam Abu Dawud hakuidhoofisha. Al-Imam Abu Dawud sahibu sunan, yeye ni hujja inda al-muhaddithin, ikiwa hadith haijadhoofishwa na al-Imam Abu Dawud, basi hadithi hiyo yuhtaju bihi, inafanywa ni hujja. Kwa hiyo hadithi hii baadhi maulama wanasema ni dhaif, kwa sababu isnadi yake fihi rajulani wa fi isnadihi majhulani, kuna watu wawili ambao kwamba hawajulikani hali zao, lakini Abu Dawud haijaidhoofisha. Kwa hiyo hadithi hii inakuwa ni yenye kufanya kazi. Kwa hiyo imependekezwa ikiwa unamwona mtu yuko karibu na kufariki, basi unafaa kumsomea suratu Yasin. Wayustahabu an yuqraa indahu suratu Ar-Ra'd, vile vile imependekezwa asomewe suratu Ar-Ra'd.
لما روي عن جابر بن زيد أنه قال اقرأوا على موتاكم سورة الرعد وسوميني موتزين سورة الرعد فإنها تهون عليه خروج الروح. kwa sababu kusomea suratu Ra'di inawafanya roho zao zinakuwa kutolewa, kunawapunguzia ile shida ya kutolewa, inakuwa ni rahisi kwa wao roho inapotolewa. Kwa hiyo ni hali ya yule mtu ambaye kwamba yuko karibu na kufariki. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa adab za yule mtu ambaye kwamba unamuona kwamba yuko karibu kufariki. Ni vitu ambavyo kwamba vimependekezwa na ulama ulfiqhi ya kwamba mnawasomea sura hizi, mnawasomea Qur'an, mnasomea suratul Fatiha, mnasomea ayatul kursi, unasomea hizi ili iwe ni hujja, ili inakuwa ni kumpatia moyo na kumpatia furaha. Anafariki hali ya kuwa inakuwa Qur'an anaisikia katika masikio yao. Ama idha mata almayit, sasa umekuwa pale mpaka yule maiti anapofariki, inakuwa ni hal uko pale, yule maiti roho yake inakuwa ni yenye kutolewa. Istuhibba an yuf'ala bihi sab'atu ashya, imependekezwa basi afanyiwe mambo saba. Yani umekuwa pale ukamsomea Qur'an, ukamsomea dua, basi pale imependekezwa umfanyie mambo saba ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kuyafanyiwa yule maiti anapofariki. Ahaduha, jambo la kwanza ambalo kwamba unafaa kumfanyia yule maiti, jambo la kwanza, an yatawalla arfaqu ahlihi bihi, imma waladuhu au waliduhu, ighmadu aynayhi bi ashali ma yaqdiru alayhi. Jambo la kwanza, yule maiti anapofariki basi imependekezwa afunikwe macho yake, na mwenye kufunika macho yake iwa awe ahlihi, yani awe ni yule mtu wake wa karibu pale aliponapo, aidha awe ni baba yake ama awe ni mtoto wake, amfunge macho yake kwa hali ya upole. Lima rawat Salama, kwa ile hadithi ambayo kwamba ameipokelea Salama, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aghamada Aba Salama lamma mata, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofariki Aba Salama, aliingia kwa Aba Salama, akamuona Abu Salama macho yake yako wazi, kisha akaenda akamfunga macho yake. Waqala, kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, innal basara yatba'u ruh, yale macho yanapotolewa, roho inapotolewa, basi yale macho yanafuata ile roho. Ukienda ukimwona mtu amekufa tu, mara hii amekufa, basi ukimwona inakuwa ni macho yake yako wazi. Kwa hiyo ukiona unamfunga macho yake. Walin annahu idha lam yuf'alu dhalika, usipo umfanya hivyo, baqiyat aynahu maftuhatain, macho yake yanakuwa yako wazi. Faqubiha mandharuhu, yani inakuwa ni hali yake inakuwa ni hali mbaya kwa yule mtu ambaye kwamba atamuona. Wa idha aghmadta, unapoyafunga, baqiya kanaimi, inakuwa ni kana kwamba ni mtu ambaye kwamba amelala. Kwa hiyo yustahabu ukimwona mtu amekufa, yani sana sana watu ambao kwamba wamekufa, kuna wengine wanakufa hali ya kuwa macho yao wamefunga, lakini sana sana ukiwaona watu wanafariki macho yao yako wazi hivi. Sasa hapo ukimwona kwa hivyo unafunga yale macho yake. Na saa zingine wengine wanakufa macho yako wazi na mdomo uko wazi, unafunga, unajaribu kufunga macho yake na vile vile unajaribu kufunga mdomo wake. Na wakati huo inakuwa ni rahisi kuyafunga, kwa sababu inaweza kufika wakati inakuwa ni ngumu kuyafunga. Na vile vile imepokelewa Salama bado hadithi hiyo, qalat, anasema Salama, dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala Abi Salama. Rasul Salama anasema alipokufa Abi Salama, Rasul sallallahu alayhi wasallam aliingia katika chumba cha Abi Salama,
wakad shaqqa basaruhu, macho yake yako wazi. Fa aghmadahu, akayafunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala inna ruha idha qubida tabi'ahu albasar, kisha faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akasema la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Yani alipomfunga Abu Salama macho, kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa msiziombe nafsi zenu isipokuwa mziombe mambo ya khairi. Fa innal malaikata, kwa sababu hapa kuna malaika, yu'minuna ala ma taqulun, wanasema amin kwa yale mambo ambayo kwamba mnayafanya, kwa yale maneno ambayo kwamba mnayaomba. Yani bimaana mtu akifariki pale huwa kuna malaika wanaitikia zile dua ambazo kwamba mnazisoma. Thumma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema Allahumma ighfir li Abi Salama, ewe Mola msamehe Abi Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fi al-abirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kwa hiyo hii ni dua ambayo kwamba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aliomba wakati amemuona Abi Salama amefariki. Sasa hii ni miongoni mwa sunna, ama ni miongoni mwa vile vitu ambavyo kwamba ni mustahabu. Ukienda ukimuona maiti kama yuko karibu na amefariki, muda ule unafaa uombe dua kama hii, kwa sababu kuna malaika ambao kwamba wanasema amin, wanaitikia zile dua ambazo kwamba mnaziomba. Allahumma ighfir li Abi Salama, ndio unafaa kuomba Allahumma ighfir li mayitina hadha, kisha usome warfa' darajatahu fil mahdiyyin, usome dua kama hiyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza, akifariki unafaa kumfunga macho yake. Athani an yashudda lahyahu al-asfal bi'isabatin aridatin au imama, kisha kama nilivyotangulia, mdomo wake unakuwa wazi, unafaa ufunge sasa. Aidha uweke kitambaa uvute hivi, lakini uhakikishe ule mdomo umefungwa. Wayarbituha fawqa ra'sihi la alla yabqa fuhu maftuhan fatadkhula ilayhi alhawam. Kwa hiyo unafaa kumfunga na kufunga na kitambaa, umfunge ili mdomo wake uwe umefunga. Athalithu, jambo la tatu unafaa kumfanyia yule mayit, an yulayyina mafasilahu, ulainishe mafsala zake, ule mikono yake uyalainishe. Fayarudda dhira'aihi ila adidaihi thumma yamuddahuma ويرد أصابعهم يديه إلى كفيها ثم يمدها ويرد فخذيه إلى بطنها وساقيه ila fakhidhihi, yani unamnyoosha ile miguu yake, mikono yake, vidole vyake, liyakuna ashala ala ghasilihi, ili wakati anaoshwa inakuwa ni rahisi. Wadhālika anna ar-ruha idha faraka al-badan, anasema Sheikh, kwa sababu roho inapotoka katika mwili, kana al-badanu harra, ule mwili unakuwa uko na joto. Liqurbin mafariqahu ar-ruh thumma tubarrida fa idha luyina aqiba khurujihi la anta lanat, inakuwa ni laini. Wa idhan lam yulayyan bakiyat ja'fa, kwa hiyo inakuwa unamlainisha. Arabi'u, jambo la nne unafaa kumfanyia, an yanza ama an yunza anhu thiyabahu allati mata fiha, ni atolewe zile nguo zake ambazo kwamba amefariki nazo. Ikiwa amevishwa nguo, zile nguo ambazo kwamba yuko nazo, akifariki basi anafaa kuvuliwa zile nguo zake. Qala al-Imam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi, al-Imam ash-Shafi'i anasema sami'tu ahla at-tajriba yaquluna inna ath-thiyaba tuhma alayhi fayusra'u ilayhi al-fasad, yani zile nguo akifariki nazo, ule mwili unakuwa uko na joto, sasa zinafanya nini? Zinavuliwa, zinatolewa. Alkhamisu, jambo la tano nafaa kufanyiwa, an yusajja jami'u badanihi bithawbin, akitolewa zile nguo ambazo kwamba amefariki nazo, basi anachukuliwa nguo zingine anafungwa, anachukuliwa nguo kama shuka, bedsheet, anafungwa nayo. Lima rawat Aisha al-mu'minin anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma mat, wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipofariki,
sujia bi thawbi hibara. Vile vile Rasul sallam alipofariki na yeye pia alifungwa na nguo. Asadis, jambo la sita unafaa kumfanyia yule mayit, an yuthraka ala shay'in murtafi' min al-ardhi. Akifariki yule mtu basi anatolewa, kama amefariki chini anatolewa, anaikwa juu ya kitanda ama anaikwa juu ya sehemu ambayo kwamba iko juu, imma saririn au lawhin, lialla tusibahu an-nadawatu al-ardi fayataghayyara rihuhu. Laalla akiwekwa chini huenda akapatwa na wadudu kisha ikawa anakuwa ni mwenye kuharibika. Akiharibika harufu inakuwa mbaya. Kwa hiyo akifariki anawekwa juu ya kitanda ama sehemu nyingine. Asabi'u, jambo la saba anafaa kufanyiwa ambalo kwamba ni la mwisho, an yuthaqqala batnuhu bihadidan. Anafaa ile tumbo yake kuwekwe kitu ambacho kwamba kinakuwa ni kizito. Yaani mtu akifariki anafaa katika tumbo yake kuwekewe kitu ambacho kwamba ni kizito. Au tini ratbi, watu wa nyuma walikuwa wanachukua udongo wa maji wanaweka ama mawe. Lima ruya anna maula Anas mata, Anas bin Malik mfanyikazi wake alifariki. Faqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu akasema, dhau ala batnihi hadidan, wekeni katika tumbo lake chuma, yani wekeni kioo katika tumbo lake, yani kioo ilikuwa ni kizito, yekeni katika tumbo lake, lialla yantafikha, yani huenda yani tumbo yake ikawa inafura. Athari hiyo inapatikana katika Sunan ya al-Baihaqi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo kwamba inafaa kufanywa yule mtu ambaye kwamba amefariki. Qala al-Shafi'i, al-Imam Shafi'i anasema, wa awwalu ma yubda bihi, na kitu cha kwanza ambacho kwamba unafaa kumfanyia yule maiti baada ya kumfanyia vitu hivyo, ma yubda bihi waliyul mayiti ba'da dhalika an yaqdi dainahu in kana alayhi, ikiwa ako na deni basi babake ama mtoto wake ama msimamizi wake anafaa kumlipia deni lake. Au yahtal bihi ala nafsihi, ama awe atakuwa ni mwenye kulipia, ama aidha yule wali wake awe atamlipia, ama kama kuna mali ya yule maiti ichukuliwe awe atalipiwa deni lake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, nafsul mu'min muallaqatu bidainihi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema nafsi ya mu'min anapofariki basi imewekwa na deni lake. Ikiwa ako na madeni basi ile nafsi imefungwa mpaka deni yalipwe ndio iende. Waruya, na riwaya nyingine hadithi hiyo, murtahanatun bidainihi, imewekwa rihani kwa deni yake, hatta yuqdha anhu, mpaka madeni yake yawe ni yenye kulipwa. Wa in kana kad wassa biwasiyatin, ikiwa yule mayiti ametoa wasia, nufidhat, wasio wake unakuwa ni wenye kulipishwa, kufanyiwa. Walakin yataajjal lahu manfaatuha, lakini paka yale manufaa yake yawe ni yenye kufanyiwa kwa haraka. Kwa hiyo hiyo ndio vile vitu ambazo kwamba zinafaa kufanyiwa kwa yule mtu ambaye kwamba amefariki kwa mara kwanza. Kisha baada ya hapo, fa idha mata bimaradhin, anapofariki yule mtu labda alikuwa ni mgonjwa akafariki, wa illatin maarufa, labda alikuwa na ila ambayo kwamba inajulikana, amegongwa na gari, ameanguka kwa gorofa, amekufa, yani kwa ila ambayo kwamba inajulikana, lam yudfanu hatta tadhahara fihi alamatul maut, yule mtu hazikwi mpaka zionekane zile alama za mauti yake. Liannahu kad yughsha alayhi, huenda akawa amezirai. Kwa hiyo huwezi kumzika mpaka kuna alamati zijulikane, zionekane, ndio unakuwa ni mwenye kumzika. Fayukhayyalu ilayhi annahu qad mata. Al-Imam Shafi'i anasema la, anasubiriwa. Wa dhakara ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi lilmauti 4 alamat. Al-Imam Shafi'i anasema mtu akifariki kuna alama 4 ambazo kwamba zinajulikana kwamba huyu amefariki. Hivi sasa kuna daktari atakuja atampima basi, lakini wakati wa nyuma ilikuwa
watu mpaka kuna alama zionekane ndio wajue huyu amekufa. Ikiwa hizo alama zionekane, la, kwa sababu al-Imam Ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi ana kitabu amekiandika dhikru man asha ba'da al-mauti. Yani kuna kitabu ambapo kwamba ameandika wale ambao kwamba waliishi baada ya mauti, baada ya kufariki kisha wakaishi. Kwa hiyo hapo kuna qisas ambazo kwamba Ibn Abi Dunya ameziandika katika kitabu hiki, lakini baadhi ya maulama wanasema sio kwamba hawa watu walikuwa wamefariki, la, hawakuwa wamefariki, bali walikuwa wamezimia. Hawa watu wakaona kwamba wamekufa, kisha baadaye wakafufuka, sio kwamba walikuwa wamefariki. Kwa hiyo kitambo mtu alikuwa akizimia saati, akizimia siku 2 siku 3, wale wanadhania kwamba amefariki, wanamchukua na kwenda kumzika, lakini ilikuwa bado hajakuwa amefariki. Kwa hiyo al-Imam Shafi kuna alama 4 ameziweka ambapo kwamba saa hizi ni rahisi, kuna madaktari wanajua kwamba huyu amefariki. Ihdahunna an tastakhriya qadamahu fayunsabani fala yantasibani. Kwa hiyo anafariki, miguu yake iko wazi, ndio inachukuliwa inawekwa pamoja. Athania an tamila anfuhu, pua yake naye inakuwa ni yenye kubendi. Thania an tamtadda jildatu wajhihi, yani hii ngozi yake ya sura inakuwa ni yenye kukazanika. Rabian an yankhala'a kaffuhu min dara'ihi. Hizi zote ni alama ambazo kwamba zinapatikana kwa yule mtu ambaye kwamba amefariki, na baadhi ya maulama wameziweka alama nyingi ambazo kwamba zinapatikana kwa yule mtu ambaye kwamba amefariki. Fa idha shuhidat hadhihi alalamatu fihi ma'a taqaddum almaradi tahaqqaqa bidhalika mautuhu. Zikionekana alama hizi, basi hapa tunajua kwamba huyu mtu ameshafariki. Wa in mata fuj'atan bighairi illa, ama akifariki kwa ghafla pasna illa yoyote, ka an yamuta min faza'in au gharakin, ama amefariki na maji na moto, wama ashbaha dhalika, fa innahu yuntadharu hatta yutahaqqaq mautuhu, anasubiriwa mpaka mauti yake yahakikishe. Fa idha tuhaqqiqa mautuhu fi hadha au fi alqism qabla fasunnatun an yubadira ila tajhizihi wa dafnihi. Kwa hiyo ukijua kwamba huyu ameshafariki, basi ni sunna kuharakisha kumtengeneza, kumtaharisha, wa dafnihi, na kumzika. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, thalathatun la tuakhiruhunna, vitu vitatu havicheleweshi. As-sala, kitu cha kwanza ni swala, wal janazatu, na janaza, wal ayyimu idha wajat kufuwan. Vitu vitatu hivi vikifikia muda wake havicheleweshi. Ala kulli hal, mtu akifariki basi ni sunna kuharakishwa. Waruya anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam dakhala ala Talhatin ibn Barra'i ya'uduhu. Imepokelewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliingia kwa Talha akimsalimia alipokuwa ni mgonjwa. Faqal, akasema, ma ara almauta illa qad dhahaba bi Talha. Alipoingia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumsalimia Talha, akasema kwamba mimi sijaona Talha isipokuwa mauti yamemchukua, yani Talha ameshafariki. Kisha akasema, fa idha mat, anapofariki, yani akaona Rasul sallam akasema kwamba nimeona hapa Talha yuko karibu na kufariki, baada ya muda kadhaa tu atafariki Talha. Kisha akasema, fa idha mat, yani anapokufa huyo Talha, faadhinuni, basi nipatieni idhini, wabadiru bihi, namfanieni haraka ya kumzika. Fama yanbaghi lijifati muslimi an yakuna baina dhuharani ahlihi, haitakikani kwa mzoga wa Muislamu anapofariki ubakie katika
na Waislamu, ubakie na Waislamu. Haitakikani hivyo, bali anapofariki anafaa kuharakishwa kuzikwa. Hadithi hiyo imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, na vile vile katika Musnad al-Imam Ahmad, na vile vile katika al-Mustadrak al-Hakim. Kwa hiyo hadithi hiyo basi inaonyesha kwamba hadithi hiyo imepokelewa na al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, hadithi ya Talha. Ala kulli hal, inaonyesha kwamba mtu akifariki basi anafaa kuharakishwa, kufanyiwa matayarisho na kwenda kuzikwa. Hasiekwe akikufariki asubuhi, basi siku ile au ni mwenye kuzikwa. Kisha wabillahi tawfiq, kufikia hapo ndio hile tajhizi ya mayit ambapo kwamba Sheikh rahmatullahi alayhi ametuwekea zile namna za mtu ambapo kwamba anafaa kufanyiwa. Naam, ikifikia hapo insha Allah biidhnillah tabaraka wa taala, ndio tunaanza katika ghuslul mayit, namna ya kumuosha maiti. Kaifiyatu ghuslul mayit, namna ya kumuosha maiti. Na kumuosha maiti ni fardhu kifaya, kumuosha maiti, lakini vile vile mtu kwa familia yake anafaa kujua namna ya kumuosha maiti, ili akifariki awe ni baba yake, ni mama yake, ni mtoto wake, awe yeye ndiye ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumtengeneza, kumsafisha yule mayiti. Pia ghuslul mayiti ni miongoni mwa ibada. Ghuslul mayit fardhun min furudhi alkifaya, yajibu ala man alimahu mayitan an yatawallahu. Kwanza ni wajibu, Sheikh rahmatullahi alayhi anasema, kwa yule mtu ambaye kwamba anamjua maiti au ni mwenye kutawala kumfanyia ghusl yule mayit. Fa idha qama bihi al-ba'd saqata al-fardu 'an al-baqin. Kwa hiyo ni wajibu kwanza yule mtu ambaye kwamba anamjua maiti ndio amfanyie ghusl. Hiyo ni muhimu zaidi, ni wajibu, lakini sio lazima. Ikiwa haumjui basi, ikiwa hawawezi basi mtu mwingine anaweza kumfanyia. Lima ruya anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fi ar-rajul alladhi saqata an ba'irihi famata, akasema igsiluhu bima'in wa sidrin. Hadithi ambayo kwamba ameipokelea al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud, yani hadithi ambayo kwamba ni sahihi. Kwa hiyo kumuosha maiti ni faradhi ambayo kwamba ni kifaya, kumuosha yule mayiti. Lakini ni nani ambaye kwamba anafaa kumuosha mayiti? Ni nani? Inda Shafi'i anasema, fa in kana almayitu rajulan, ikiwa ni mwanamume amekufa, la zawjatan lahu, bado hajaoa, fa aula nnasi bighaslihi alabu, mtu ambaye kwamba ni bora zaidi kumuosha ni baba yake. Ikiwa amekufa hajaoa, basi baba yake anafaa kumuosha. Thumma aljaddu alabu alabi wa in ala, kisha babu yake ya upande wa baba na kwenda hivyo. Thumma alibn, kisha kwenda chini. Ala kulli hal, ni masala ambayo kwamba ikhtalafa alulama, wametofautiana maulama. Baadhi yao wakasema mtoto anaweza kumuosha ama wali al-amr. Hizo zote ni ikhtilafu alulama, lakini madhhab al-Shafi'i, kwa yule mtu ambaye kwamba haja amekufa baba yake yuko hai, basi ndiye ambaye kwamba anafaa kumuosha. Wa in kana lahu zawja, ikiwa amefariki na ako na bibi yake, jaza laha ghasluhu, baba yake anaweza kumuosha. Na baadhi ya maulama wanasema, qala annahu al-Imam Ahmad anasema la yajuzu laha, haifai bibi yake, bwana yake kifariki hafai kumuosha. Ala kulli hal, ni masala ambayo kwamba maulama wametofautiana, lakini al-Imam anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu awsa an tughassilahum ra'atuhu, alitoa wasia Abu Bakar atakapofariki bibi yake awe ni mwenye kumuosha. Wa hiya Asma'u bint Umais. Asma'u bint Umais ndiye ambaye kwamba alikuwa ni bibi ya Abu Bakar, na akatoa wasia kwamba akafariki bibi yake anaweza
kumwosha. Ala kulli hal ni masala ambayo kwamba ni ya ikhtilaf ya maulama, lakini vile vile imepokelewa kwamba an ummil mu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha nasema law istaqbalna min amrina mastadbarna ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayru nisaihi, ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayru nisaihi. Ala kulli hal ayo ni masala ambayo kwamba ni masala ya ikhtilaf ya maulama wametofautiana. Ama mwanamke anapofariki na hakuna watu wake, basi mama yake anakuwa ni mwenye kumwosha yeye. Hii pia ni masala kwamba maulama wametofautiana. Ala kulli hal hiyo ndio masala ambayo kwamba tunafaa kuiangalia, na tuangalie namna ya ghuslul mayit itakavyofanyika, namna gani maiti anafanyika, kwa sababu mwanamke anaoshwa na wanawake na mwanamume anaoshwa na wanaume. Hiyo ndio kwamba maulama wametuwekea. Ama as-saghir, ama kijana mdogo, min ar-rijal wan-nisa yajuzu lirijali wan-nisa ghuslu. Ama kijana mdogo ambaye kwamba yuko tahta al-bulugh, kijana mdogo, basi wanaume na wanawake wanaweza kumwosha, kwa sababu yeye ni mdogo, la aurata laha, ana aura. Kwa hiyo mwanamume mwanamke anaweza kumwosha. Waqala Malik rahmatullahi alayhi ma lahu duna 7 sinin, kijana mdogo yule ambaye kwamba yuko under 7 years old, yule ambaye kwamba yuko chini, basi huyo ndio kijana mdogo ambaye kwamba mwanamume na mwanamke wanafaa kumwosha. Waqala Abu Hanifa ma lam yatakallam, Abu Hanifa anasema mtoto mdogo ni yule ambaye kwamba hajazungumza. Akiwa ameanza kuzungumza, huyo basi ni mtu mkubwa. Ala kulli hal hiyo ni namna ya kumwosha yule maiti. Ama idha mata ar-rajul, mwanamume anapofariki, baina niswa, yani amefariki kuna wanawake hakuna mwanamume, ni wanawake tu hapo, la mahrama lahu minhunna, hakuna mtu wake wa karibu. Ama matat almar'atu baina ar-rijal la mahrama laha minhum fafihi wajhan, yani mwanamume amekufa kwa wanawake, hakuna ndugu yake, hakuna mtu wake wa karibu. Ama mwanamke amefariki kwa wanaume, hakuna ndugu yake. Sasa mtu kama huyu ataoshwa namna gani? Nasema kauli mbili. Kauli ya kwanza, yuyammamu wala yughassal, atafanyiwa tayammum na wala hataoshwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumwosha, wale wote sio watu wake wa karibu. Wa huwa qawlu Ibn Musayyib, hiyo ni miongoni mwa kauli za Ibn Musayyib wa Hammad wa Malik wa Abi Hanifa rahmatullahi alayhim, lianna fi ghaslihi an-nadhar ila man laysa bimahram, kwa sababu kuosha atamwangalia hivi na hiyo inakuwa ni haram. Kwa hiyo atamfanyia tayammum zile sehemu za udhu za tayammum, kisha atamwacha. Kisha kauli ya pili, wayusabbu, kauli ya pili ambayo kwamba bihi qala Qatada wa Zuhri wa Nakhai rahmatullahi alayhi, an yuj'ala 'ala al-mayyit thawbun, ni mwanamume amefariki hakuna mwanamke, ama mwanamke amefariki hakuna mwanamume, wanamweka wanamfunika nguo, wayusabbu alma'u min tahti thawb, kisha wanamwaga maji, wayamuru al-ghasilu yadahu, kisha yule mwenye kuosha amefunga kitambaa anapitisha mkono pale, hiyo inakuwa ni kutosha. Ala kulli hal hizo ni miongoni mwa kauli za maulama ambazo kwamba wameziweka. Amma al-kafir, kafiri anapofariki, jaza ghasluhu, unafaa kumwosha, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara Ali radhiyallahu anhu an yughassila abahu. Rasul sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ali, nenda ukamwoshe baba yako, na Abi Talib alikuwa ni kafiri, hakuwa ni Muislamu. Kwa hiyo hapo inafaa kafiri akitaka kuoshwa basi anaoshwa, walau lam yakun jaiza lama amarahu bighasli. Kama kafiri hafai kuoshwa, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingemwambia Ali aende akamwosha Abi Talib, akamwosha babake. Kwa hiyo alimwambia sio, ni jaiz. Wa in kana lahu qarabatun muslimun wa qarabatu al-kuffar,
ikiwa yule kafiri amefariki na akona jamaa zake ambao kwamba ni Waislamu na akona jamaa zake ni makafiri, basi watanaza'u fi ghaslihi falkufaru aula, wale makafiri ndio ambao kwamba wanafaa kumuosha yule ambaye kwamba ni kafiri, li'annahu la muwalatun bainahu wa baina almuslimin. Fa in lam yughassiluhu alkafir au lam yakun lahu waliyyun kafir jaza liwaliyihi almuslim ghasluhu. Kwa hiyo anafaa kuwa atamuosha, wa kafnuhu, yule kafiri pia anaweza kukafiniwa, wa dafnuhu, pia vile vile anafaa kumzika. Wala yajuzu lahu as-salatu alayhi, lakini haifai ukuwa utamswalia, haifai. Qala Maliku rahimahullah, hiyo ni ala madhhabi Shafi'i. Kwa hiyo madhhabi Shafi'i ndio kwamba wanaruhusu kafiri anaweza kuoshwa, anaweza kukafiniwa, anaweza kuzikiwa, lakini hawezi kuswaliwa. Lakini al-Imamu Malik rahmatullahi anasema la yajuzu lahu ghasluhu, hafai kafiri kuoshwa, wala yajuzu salatu alayhi, wala pia hafai kuswaliwa. Lakini kama tulivyotangulia inda Shafi'iyya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Aliya an yughassila abahu, basi hiyo inafaa kumuosha. Walianna Allah ta'ala qala wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, yani wazazi unafaa kuwafanyia khair, basi kuosha pia hiyo ni khairi ambayo kwamba unafaa kuwafanyia. Kwa hiyo maiti inda Shafi'iyya basi anafaa kuoshwa, na kafiri anafaa kuoshwa. Kisha namna ya kumuosha yule kafiri, namna ya kumuosha Muislamu, sasa maulama vile vile wametuwekea namna ya kumuosha yule mayiti. Naam, biidhnillah kufikia hapo labda tutakuwa ni wenye kukoma insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Next week tutakuwa ni wenye kuzungumzia na kuonyesha namna ya kumuosha yule maiti. Katika msikiti wetu huu alhamdulillah ghusli ipo, kwa hiyo ni sisi tuwe tunajua kumuosha maiti katika sunna, namna maulama walivyotufundisha namna ya kumuosha yule maiti. Naam, kufikia hapo insha Allah biidhnillah tabarak wa taala, kama kuna swali katika yale ambayo kama tumezungumzia biidhnillah, naam, albabu maftuh, naweza kuuliza, ama ikiwa kuna taaliq mtu anataka kuongeza basi albab maftuhun. Naam, hal fi sual kama kuna mtu akona swali, is there any question about ahkam al-janaza? If you have a question now you can ask. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ala kulli hal, kitabu al-janaza ni kitabu ambacho kwamba kinafanyika kila siku, inafanyika kila siku. Ukienda Kenyatta National Hospital, hapo kuna gari ambayo kwamba inatoka Farewell, inatoka huko Farewell mochari asubuhi, wana saa zao wanakwenda katika hospitali, inaekwa, wanakwenda kuzunguka kuchukua ile mili yote ambayo kwamba watu wamefariki, inawekwa, inaletwa. Kwa hiyo ukikaa Kenyatta, na hiyo ni Kenyatta peke yake, bakia hospitali zingine. Kwa hiyo alal aqal tunaweza kusema kila siku kuna watu wanakuwa ni wenye kufariki, kila siku watu wanafariki. Saa zingine unaweza kuwa katika sehemu huwezi ona watu wamefariki, lakini la ukienda katika hospitali utapata watu wanakuwa ni wenye kufariki, watakuwa ni wenye kufariki. Ukienda katika mochari ndio utaona watu, mili ipo mingi sana iko pale, watu wamefariki na watu wanafariki, na wewe na mimi pia kuna siku tutafariki. Kwa hiyo al-ibrat ni kuomba Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatim, tuwe na mwisho mwema, na vile vile tunafaa tujiandae na kufariki katika kufanya ibadat, na hizi ahkam tunafaa tuzisome iwe tunakuwa ni wenye kuzijua insha Allah biidhnillah tabaraka wa ta'ala. If there is no any question insha Allah we are going to stop here. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullah azza wa jalla ilman nafiyan wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا سلمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.